Inawezekana wengi walikuwa wanajua hili suala, au inawezekana wengi walikuwa hawalifahamu hili suala. Hivi karibuni kulianzishwa kitu kinaitwa sukuk. Wengi wetu, hata hapa paliekwa bango kubwa sana, pakaanzishwa limeandikwa Zanzibar sukuk, kenda maeneo mengi sana. Wengi kitu hiki hawakifahamu. Sijaja kupiga kampeni, naomba nifahamike hivyo, lakini nimekuja kutoa taaluma. Ni moja kati ya tools ambayo katika nchi nyingi za Kiislamu inatumika kuwaletea maendeleo wale raia zake ndani ya nchi zile za Kiislamu. Ukisikia watu wameendelea, wana mamoli ya biashara zilizokuwa za halali, wana mabridge makubwa, ukisikia watu wana mauniversity makubwa, ukisikia watu wameestablish, yani wameanzisha mifumo ya IT ambayo database yake ni kubwa sana, ukisikia watu wana mahospitali makubwa sana katika nchi za Kiislamu zilizoendelea na hata zile ambazo hazikuendelea, basi moja kati ya mfumo waliokuwa wanautumia ni mfumo wa sukuk. Na sukuku yenyewe ya ijara sukuku. Haya ni mambo ya maendeleo makubwa sana katika nchi ambazo unaweza ukenda ukastaajabu kabisa watu walipopata maendeleo. Unaweza ukaingia katika library, ikiwa ya Kiislamu au ikiwa sio ya Kiislamu, jinsi ya vitabu, kila kitabu unachokitaka basi utakipata, kila reference ya kitabu unachokitaka utakipata. Lakini watu wamepiga hatua moja kwenda hatua nyingine ya kimaendeleo. Sasa ikiwa tupo pale pale, maana yake kwa ujumla wake, na tumeridhika hapa tulipo, tumeridhika na haya tuliyokuwa nayo, tunakwenda tunarudi, tunakwenda tunarudi, maisha yanakatika. Kama ni Waislamu hatuna maendeleo, hatuna hospitali, ikaitwa hii, na maana yake watu wamejiorganize, wamejikusanya pamoja Waislamu, wakaanzisha hii ni hospitali yao. Hatuna chuo kikuu, watu wamejikusanya pamoja, kama ni wasomi wakaanzisha hiki ni chuo kikuu chao. Hatuna college fulani, bado hatuwezi kusema ya kwamba tumefikia lile lengo la kuumbwa ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katutaka tuwe nalo kwenye maisha yetu. Lazima wengi wetu alhamdulillah tunasali, tunafunga, alhamdulillah, ni jambo jema sana, ni jambo jema sana. Lakini jiulize wewe, kama ni Muislamu, ukitoka hapa, manake chukue fikra hiyo. Kwa nini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja kati ya jambo ambalo kalihusia sana, hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamshushia Jibril alayhi salam, anampelekea katika Jabal Ghira, anamwambia ikra, soma Muhammad, bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal akram, kwa sababu ya kupata maendeleo. Hilo ni jambo muhimu sana. Hatuwezi kupata maendeleo kama hatutokuwa ni wasomi. Hatuwezi kuwa na maendeleo ya namna yote. Tizama Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii elimu ya succession, inheritance, yani mirathi, aliwaambia masahaba zake, someni somo la mirathi, ilmu al-faraid, kwa sababu elimu hii imekusanya elimu, nusu ya elimu katika maisha ya mwanadamu. Mpaka anaondoka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba walikuwa hawajui nini maana ya ile tafsiri ya hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuondoka, wataalamu wakakaa wakasema, tumethibitisha ya kwamba maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanafanya kazi, kwa sababu elimu ya mirathi ni kweli. Kwa sababu mwanadamu anapokufa, kitu cha kwanza kabisa watu watakimbilia kugawana katika mali, na mali na masharti yake, igawanywe kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min ba'di wasiyatin yusi biha au dain,
baada ya wasia ambao kauacha marehemu au deni alilokuwa nalo tayari lishalipwa, basi na watu wanakimbilia kugawana mirathi. Imekusanya nusu ya mali na nusu nyingine ndiyo hizi ambazo tunazisoma za chemistry, physics, biology na mambo mengineyo.